Taarifa ya sasa hivi inayohusu mzozo mkubwa unaendelea kati ya Israel na Iran, ambapo pande zote mbili zimeingia kwenye mapigano ya wazi ya kijeshi. Usiku wa kuamkia leo, Iran ilirusha makombora zaidi ya 120 kuelekea maeneo ya kati na kaskazini mwa Israel. Makombora hayo yalilenga miji ya Tel Aviv, Ramat Gan, Bat Yami na Haifa, ambapo milipuko mikubwa imesababisha vifo vya watu wasiopungua 4 na majeruhi zaidi ya watu 100. Katika baadhi ya maeneo watu wameripotiwa kuporomokewa na majengo, huku huduma za dharura zikifanya kazi usiku kucha kuwaokoa waliokwama chini ya kifusi. Jeshi la Israel kupitia msemaji wake mkuu limethibitisha kuwa lilitekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi ndani ya ardhi ya Iran, ambapo vituo vya miundombinu ya nyuklia, maghala ya silaha na hifadhi ya mafuta ya Shahran mjini Tehran vililengwa. Milipuko mikubwa ilisikika karibu na uwanja wa ndege wa Tehran na moto mkubwa umeonekana ukifuka katika sehemu mbalimbali za mji huo mkuu. Ripoti kutoka Wizara ya Afya ya Iran inaeleza kuwa watu zaidi ya 70 wamefariki, wakiwemo raia na maafisa wa kijeshi, huku majeruhi wakifika zaidi ya 200. Baadhi ya waliopoteza maisha wanatajwa kuwa ni wataalamu wa nyuklia wa Iran na makamanda wa kikosi cha IRGC. Iran kupitia rais wake Masoud imetoa kauli kali ikionyesha kuwa mashambulizi ya Israel ni ya kichochezi na kwamba majibu mengine ya kijeshi yenye nguvu zaidi yako njiani endapo Israel haitasitisha mashambulizi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari jijini Tehran, Rais Pezeshkian amesema, na nukuu, "Tuna haki ya kujilinda na hatutovumilia uvamizi wa aina yoyote kwenye ardhi yetu." Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi ya leo ni mwanzo tu na kwamba lengo lao kuu ni kuhakikisha Iran inapoteza kabisa uwezo wake wa nyuklia. Taarifa kutoka kwa mashirika ya afya ya kimataifa na shirika la Msalaba Mwekundu zinaonyesha wasi mkubwa juu ya ongezeko la majeruhi, uhaba wa damu na upungufu wa vifaa vya tiba katika hospitali kuu za Tehran na Tel Aviv. Huduma za afya katika pande zote mbili zipo katika hali ya tahadhari ya juu, huku mashambulizi ya anga yakizidi kutatiza huduma za usafirishaji wa wagonjwa na upatikanaji wa dawa muhimu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya WHO limeomba pande husika kuheshimu sheria za kimataifa na za vita na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika maeneo yaliyoathirika. Katika hatua nyingine, Marekani na Ufaransa zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa pande zote kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Hata hivyo, hali bado ni tete, huku ndege za kivita zikiripotiwa kuruka juu ya anga ya kaskazini mwa Israel na vikosi vya ardhini vikiwekwa tayari kwenye mipaka ya Lebanon na Syria. Kwa sasa hali inaonekana kuendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku raia katika maeneo ya mashambulizi wakihimizwa kubaki ndani ya makazi yao na kufuata maagizo ya vyombo vya ulinzi. Hii ni taarifa ya dharura na tunaendelea kukuletea taarifa zaidi kadri hali itakavyokuwa ikibadilika. Endelea kufuatilia taarifa zetu kwa habari za moja kwa moja. Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma. Tukutane kwa mara nyingine, usahau kusubscribe, like, lakini pia kusambazia wengine taarifa hii.